السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالات. ndugu katika iman, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunahusiana kumcha Allah tabaraka wa taala, fa innahu qad faza almuttaqun. Kama alivyotangulia kusema imamu wetu wafaqahu Allah tabaraka wa taala katika utangulizi wake Sheikh Hussein, kwamba leo biidhnillah tutakuwa na muhadhara ambao muhadhara huu tulitoa taarifa tangu jana, baada ya kuwa ndugu yetu al-akhi al-shaqiqi Abu Abd al-Qadiri al-Munawi al-Shafi'i hafidhahu Allah ta'ala kupata udhuru, wakawa wameniomba siku hii ya leo niweze kuitumia kuongea na waislamu wa maeneo haya ya Msasani, Masjidi Sunna. Walillahi alhamdu wal minna, na Allah amewafikisha hilo. Na mada ziko nyingi za kuongea na waislamu, yako mambo mengi ambayo waislamu wanahitajia, yapasa kukumbushana katika maisha yetu ya kila siku, na yanayohusiana bil khusus na dini yetu, yanayohusiana na mafundisho ya kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini ikapendelea katika muhadhara huu wa kwanza
Kwa upande wangu katika masjidi hii, Masjidi Sunna, nikapendelea niongee na Waislamu kuhusiana na masala mazima yanayohusiana na as-sidq. Tuelezee japo kwa ufupi yanayofungamana na ukweli, ubora wa Muislamu kujipamba na sifa ya kusema ukweli na faida zake. Lakini pia tutaangalia kwa ufupi khuturatu al-kadhib, madhara na uhatari wa kusema uongo bilkhusus kwa Waislamu. Muhadhara huu ambao Allah tabarak wa taala ametuandikia kufanya katika siku hii ya leo, usiku wa Jumapili ambayo ni 24 Rabiul Thani, mwezi wa 4 Hijria, mwaka wa 1447, ambapo inawafikiana na tarehe 18 mwezi wa 10 2025 miladia. Tumuomba Allah tabarak wa taala atuwafikishe katika hii majlis, atujalie yale tuliyokusudia kuyafikisha kwenu nyinyi, atuwafikishe tuweze kuyakamilisha, lakini pia atunufaishe sisi waongeaji kadhalika na nyinyi wasikilizaji, tuweze kuyafanyia kazi sisi wenyewe, lakini pia tuwafikishie na wenzetu. Bismillah wa bihi nasta'in. Awalan, mafhumu as-sidq wal-kadhib. Nukta ya kwanza ambayo tutatoka nayo katika muhadhara wetu, tunaangalia maana ya ukweli kadhalika na maana ya uongo. Zimekuja taarifati nyingi katika kuelezea maana ya as-sidq kadhalika na al-kadhib. Maulama wameelezea kwa taarifati nyingi wakizungumzia maana ya ukweli kadhalika na maana ya uongo. Lakini katika hao ni al-Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Adabu Dunya wa Din. Hii ndio taarifa ambayo tunatoka nayo. Anasema al-Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, as-sidq huwa al-ikhbaru 'an ash-shay'i 'ala ma huwa 'alayhi, wal-kadhibu huwa al-ikhbaru 'an ash-shay'i bi khilafi ma huwa 'alayhi. Anasema Imam rahimahullah katika kuelezea maana ya ukweli na uongo, anasema as-sidq, ukweli, huwa al-ikhbaru 'an ash-shay'i, ni kukielezea kitu, ni kukitolea habari kitu, ala ma huwa alayhi, vile kilivyo katika uhalisia wake. Hii ndio maana ya ukweli. As-sidq huwa al-ikhbaru 'an ash-shay'i ala ma huwa alayhi. Ukweli ni mtu kukielezea kitu, kukitolea habari kitu vile kilivyo katika uhalisia wake, bila kuzidisha, bila kupunguza. Hii ndio maana ya as-sidq.
Kama ni maneno, basi mtu aelezee maneno hayo vile yalivyo katika uhalisia wake, bila kuongeza wala kupunguza. Kadhalika والكذب akasema na uongo huwa al-ikhbaru 'ani ash-shay'i bi khilafi ma huwa alayhi, na uongo ni mtu kukitolea habari kitu, ni kukielezea kitu tofauti na vile kilivyo katika uhalisia wake. Hadha huwa al-kadhib. Hii ndio maana ya uongo. Yani mtu anapokuwa anaelezea jambo akawa si mwenye kulielezea vile lilivyo katika uhakika wake, akawa ni mwenye kuligeuza na kulipindua, akawa ni mwenye kuzidisha au kupunguza kulingana na vile jambo hilo lilivyo katika uhalisia wake. Hadha huwa maana al-kadhib, al-ikhbaru 'an shay' بخلاف ما هو عليه. والصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه. hii ni moja katika taarifu walizoelezea ahlul ilm. فالصدق مطابقة الكلام للواقع. kwa mujibu wa haya maneno ya Imam al-Mawardi rahimahullahu ta'ala katika kuelezea maana ya ukweli, tunafahamu ya kwamba as-sidq, ukweli, huwa mutabaqatu al-kalami lilwaqi', ni maneno kuenda sambamba na uhalisia wa jambo lilivyo. mutabaqatu al-kalami lilwaqi', ni maneno kwenda sambamba na uhalisia wa jambo lilivyo. Unapoongea ukawa kusudia kusema ukweli, basi hakikisha maneno yako yaende sambamba na hilo jambo unaloliongelea katika uhalisia wake. mutabaqatul kalami lilwaqi', maneno yako hakikishe yanakwenda sawa na uhalisia wa jambo hilo unalolielezea. Fahuwa aksul kadhib. Kwa ukifahamu hivyo, maana yake moja kwa moja unakuwa umefahamu maana ya uongo, kwamba uongo ni kule kutokuwafikiana mazungumzo ya mtu na uhalisia wake. Hadha huwa al-kadhib. Hii ndio itakuwa maana ya uongo. Yani mtu akaelezea maneno, akazungumza maneno, anazungumzia kunako jambo fulani, lakini vile anavyolielezea jambo hilo ni kinyume na uhalisia wake. Hii ndio inakuwa al-kadhib. Mtu huyo anahesabika kuwa anaongea uongo, kwa sababu yale anayoyasema na kile anachokielezea ni tofauti, havijaendana. Maneno yake hajaenda sambamba na uhalisia wa lile jambo analolitolea maelezo. Hii ni sehemu ya kwanza katika muhadhara wetu, kufahamu maana ya ukweli na uongo, kwamba ukweli ni maneno kwenda sambamba na uhalisia na uongo ni kinyume chake. ثانيا, nukta ya pili, anwa'u as-sidqi. Tunaangalia aina za ukweli au majalatu as-sidqi au majalatu as-sidqi, aina za ukweli au sehemu ambazo yatakikana mtu kujipamba na ukweli, nafasi ambazo yatakikana kusema ukweli.
aina ya kwanza ya الصدق مع الله. aina ya kwanza ya ukweli الصدق مع الله ni mtu kusema ukweli, ni mtu kuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala. الصدق مع الله ni mtu kuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala, na hii ndio aina iliyokuwa kubwa katika aina zote za ukweli ambazo yatakikana kila mmoja wetu ahakikishe anajipamba na aina hii kabla ya aina nyinginezo. As-sidqu ma'a Allah, kuhakikisha mtu unakuwa ni mkweli kwa Allah tabaraka wa taala. ويكون ذلك بلزوم الصدق في 3 جوانب. na mtu kuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala ili ihesabike ya kwamba mtu huyo ni mkweli kwa Allah, inamlazimu ajipambe na ukweli katika sehemu kuu 3 ili mtu ahesabike ya kwamba ni mkweli kwa Allah tabaraka wa taala. Inamlazimu ajipambe na ukweli, alazimiane na ukweli katika sehemu 3. الجانب الأول في الإيمان. sehemu ya kwanza yatakikana mtu awe ni mkweli katika imani yake, awe ni mkweli katika imani yake kumwamini Allah tabaraka wa taala. Ahakikishe imani yake ni imani thabit iliyojikita katika moyo wake, awe mkweli katika hilo, katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. hii ni sehemu ya kwanza, janib al-iman. sehemu ya pili, wa janib at-ta'ati, ni sehemu ya taa. yatakikana mtu ahakikishe ni mkweli, ahakikishe kuwa ni mkweli katika utiifu wake kwa Allah tabaraka wa taala. baada ya kuhakikisha kwamba ni mkweli katika imani yake, katika kumwamini Allah tabaraka wa taala na imani yake haina shaka, sehemu ya pili ahakikishe anakuwa ni mkweli katika utiifu wake kwa Allah tabaraka wa taala, awe ni mkweli katika kutekeleza taati, yale maamrisho ya Allah tabaraka wa taala wal qurbati, na yale yote yanayomkurubisha kwa Allah jalla fi ula. awe ni mkweli katika kutekeleza na kusimamisha ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. na sehemu ya tatu, wa janibul akhlaq, ni sehemu ya akhlaq. hakikisha muislamu anajipamba na ukweli, hakikisha na kuwa ni mkweli katika tabia zake, janibul akhlaqi, upande huu wa tabia. mtu wa bil khusus muislamu atakapokuwa amejipamba na ukweli katika hizi sehemu 3, janibul imani billah wa janibut ta'ati wal qurbati wa janibul akhlaqi, wanasema ahlul ilmi, mtu huyo atakuwa ni mkweli ma Allah, atahesabika ya kwamba ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. atakapokuwa ni mwenye kumwamini Allah tabaraka wa ta'ala imanan jazima, imani ya kweli isiyokuwa na shaka ndani yake, kumwamini Allah na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, kuamini qadar, akawa hana shaka katika imani yake,
kadhalika akawa ni mwenye kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala kwa kufuata mafundisho na maagizo sahihi ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na akawa ni mwenye kujiepusha na mambo yote yaliyozuka katika dini. Kadhalika mtu huyo akawa ni mwenye kujipamba na ukweli katika tabia zake, qawlan wa amalan, kwa kauli zake, tabia zake zinazoashiria katika maneno yake, kadhalika na vitendo vyake, wasulukan, na mwenendo wake, kadhalika na manhaji yake, kadhalika na katika miamala yake, tabia zinazomwashiria katika miamala yake, akawa ni mkweli katika hayo. Basi mtu huyo wanasema ahlul ilmi anahesabika ya kwamba fahuwa sadiqun ma'a Allah, mtu huyo ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aina ya kwanza ya ukweli, as-sidqu ma'a Allah. Na Allah tabaraka wa ta'ala anasema fa idha azama al-amru falau sadaqu Allah lakana khayran lahum. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika surati Muhammad aya 21 kuelezea hali ya wanafiki, wale ambao fi qulubihim marad, katika nyoyo zao kuna mtihani na maradhi ya shaka. Pindi Allah tabaraka wa ta'ala anapotoa amri kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam ya kutoka waislamu kwenda jihadi, kwenda kuipigania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala anapoleta amri ya waislamu kutoka kwenda vitani, wanafiki walikuwa ni wenye kuchukia jambo hili, ambao ni wenye kudhihirisha Uislamu lakini wanaficha ukafiri, wanadhihirisha ukweli wa imani yao lakini uhalisia ni warongo, wanaficha ule ukafiri wao. Ndio Allah tabaraka wa taala anaelezea hali yao kwamba pindi Allah tabaraka wa taala anapoleta amri, anaposhusha amri ya watu kutoka kwenda jihadi, wanafiki walikuwa ni wenye kuchukia. falau sadaqu Allah, lau kama watu hao wangalikuwa ni wakweli kwa Allah tabaraka wa taala katika imani zao na katika matendo yao na katika tabia zao, lau kama wangalikuwa ni wakweli kwa Allah tabaraka wa taala, lakana khairan lahum. Allah tabaraka wa taala anasema jambo hilo lingekuwa ni kheri kwa wao, jambo hilo lingekuwa ni kheri katika maisha yao haya ya dunia, kadhalika na maisha ya akhera. Lakini maisha yao yalikuwa ni kinyume, hawakuwa wakweli kwa Allah tabaraka wa taala, na hiyo ikawa ni sababu ya wao kubaki katika unafiki, ikawa ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kuwapoteza na kuwaandalia makazi yaliyokuwa mabaya kwa kitendo cha kutokuwa wakweli pamoja na Allah tabaraka wa taala, kwa kitendo cha kutokuwa wakweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله تعالى, الإمام ابن القيم anasema katika maneno yake katika kuelezea aya hii katika kitabu chake Al-Fawaid, laysa lil'abdi shay'un anfa'a min sidqi rabbahu fi jami'i umurihi ma'a sidqi al-'azimati fayasduquhu fi 'azmihi wa fi fi'lihi.
anasema Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, laysa lil'abdi shay'un anfa'a, mtu hana jambo lolote lenye manfaa kwake yeye, min sidq rabbahu, ay min an yasdiqa ma'a rabbih. Hakuna jambo ambalo yuko nalo mtu, jambo ambalo ni lenye manfaa kwake yeye zaidi ya yeye kuwa mkweli kwa Mola wake. Hakuna jambo lenye kumnufaisha mja katika mambo yake ya kila siku zaidi ya yeye kuwa mkweli kwa Mola wake, fi jamii umurihi, katika mambo yake yote, fi jamii umurihi, katika mambo yake yote, ma'a sidqi alazima, kadhalika na mtu kuwa na azma ya kweli, mtu kuwa na azma ya kweli katika matendo yake. Mtu anapotaka kufanya jambo ahakikishe ni mwenye kuwa na azma ya kweli, aliazimie kweli kweli jambo, na asilifanye jambo ambalo ni lenye kumkurubisha kwa Allah tabaraka wa taala akiwa na shaka ndani yake, bali anapotaka kufanya jambo la ibada, jambo la kheri, yatakikana mtu huyo awe ni mwenye kuwa na azma, aliazimie na asiwe ni mwenye kurudi nyuma. Fayasduquhu fi azmihi, yatakikana muislamu awe ni mkweli kwa Mola wake katika azma yake, katika maamuzi yake pindi anapokuwa anataka kufanya jambo. Kadhalika wa fi fi'lihi, na awe mkweli kwa Mola wake katika matendo yake. Pindi anapofanya ibada, pindi anapofanya jambo lolote kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, ahakikishe muislamu ni mkweli katika jambo hilo, awe ni mkweli katika azma yake, awe ni mkweli kuimana katika nia yake, lakini pia awe ni mkweli katika matendo yake anayoyafanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Imam Ibn al-Qayyim anaonesha ya kwamba as-sidqu ma'a Allah, kuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala, jambo hili ndiyo jambo lenye manufaa zaidi kwa mwanadamu, wa bil khusus kwa muislamu, kuliko mambo yake yote. Jambo la mtu kuwa mkweli kwa Allah ndiyo jambo lenye manufaa kwake yeye kuliko mambo yake yote. فيكون ذلك بلزوم طاعته سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له. kuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala ni mtu kuhakikisha analazimiana na taa ya Allah tabaraka wa taala, anamtii Allah subhanahu wa taala, anatekeleza maamrisho yake Allah jalla fi ula, kadhalika anakuwa na ikhlas, anamtakasia Allah tabaraka wa taala ibada zake, anakuwa ni mwenye kumwabudu Allah tabaraka wa taala wahdahu, peke yake bila kumshirikisha. Hii ni aina ya kwanza ya as-sidqu ma'a Allah, kuwa mkweli kwa Allah tabaraka wa taala. Tujitahidi sana waislamu kuwa wakweli kwa Allah subhanahu wa taala, tumwamini Allah tabaraka wa taala imani ya kweli, imani isiyokuwa na shaka. Tusiumbe katika imani zetu kumwamini Allah tabaraka wa taala katika hali ya raha, kadhalika na katika hali ya shida. Tunapokuwa katika furaha, kadhalika na tunapokuwa katika dhiki, tuhakikishe tunabaki katika imani yetu, imani ya kumwamini Allah tabaraka wa taala peke yake bila kumshirikisha. Lakini ukiona muislamu unapokuwa katika raha, imani yako inakuwa imesimama sawa sawa, unamwabudu Mola wako, lakini ukiumbishwa kidogo na Allah tabaraka wa taala, Allah akikutahini kidogo kwa mitihani, unayumba, imani yako inayumba.
unamshirikisha Allah tabarak wa taala, yafikia hatua muislamu unafanya mambo ya kufur, mambo ya kukutoa katika Uislamu kwa mitihani midogo tu ya Allah tabarak wa taala ambayo amekutahini. Fahamu ya kwamba imani yako unatakiwa uijaddid. Jiangalie vyema nafsi yako, lakini pia moja kwa moja ufahamu ya kwamba ukweli wako kwa Allah tabarak wa taala haujaimarika. Ingekuwa ni mkweli inavyotakiwa kwa Allah tabarak wa taala, basi ungebaki katika taa ya Allah na usingemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake.